Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni siku nyingine njema ambao Yesu Kristo ameweza kutuwezesha tuweze kuwa pamoja niweze kuwa pamoja nanyi siku ya leo. Kwa majina naitwa Felix Kipto Korome. Mimi ni mwanafunzi wa chuo cha Biblia Kao la Amani, na pia mimi ninafanya kazi na kanisa la AIC Soimini, na pia niko Mumbere DCC sehemu ya Timoroa. Zaidi ya yote nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu, na ndiye ameniongoza na kuniimarisha katika kukua na kukua. Na tumeweza kujifunza mambo mengi kuanzia Jumatatu, na tumejifunza kuhusu how can we grow in Christ. Tumejifunza kuhusu process of growing in Christ. Tumejifunza kuhusu the results of growing in Christ. Na pia siku ya leo ni siku nyingine ambayo tunajifunza kuhusu maisha mpya na Mungu. The new life with God. The new life with God. Na tutasoma kutoka kitabu cha Waefeso mlango wake wa 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 10. Na neno la Mungu linasema ya kwamba kwa habari zenu mlikuwa wafu katika makosa na dhambi zenu ambazo mlizitenda mlipomfuatisha namna ya ulimwengu huu na za yule mtawala wa ufalme wa anga, yule roho atendaye kazi sasa ndani ya wale wasiotii. Sisi sote pia tuliishi katika yao hapo zamani, tukitimiza tamaa za asili yenu ya dhambi na kufuata tamaa zake na mawazo yake. Nasi kwa asili tulikuwa wana wa ghadhabu kama mtu mwingine yeyote, lakini Mungu kwa upendo wake mwingi kwetu sisi, ambaye ni mwingi wa rehema, hata tulipokuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu, alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Mungu alitufufua pamoja na Kristo na kutuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa kiroho katika Kristo Yesu, ili katika ule ulimwengu ujao kupate kuonyesha wingi wa neema yake isiyopitika iliyodhihirishwa kwetu kwa wema wake ndani ya Kristo. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa matendo mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Baba wetu uliye juu mbinguni, tunakuja mbele zako wakati huu. Bwana, tunasema ni asante kwa sababu ya neno lako ambalo Bwana umeona ya kwamba uweze kunena nasi siku ya leo. Bwana, naomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu uweze kunena pamoja nasi, na sifa na shukrani zitakurudia. Naomba haya nikiamini kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda kujifunza kuhusu maisha mpya na Mungu. The new life with God. Na tumeweza kusoma katika kitabu cha Waefeso mlango wake wa 2 mstari wa 1 mpaka wa 10. Na kitabu hichi cha Waefeso ni kitabu ambacho kiliandikwa na Paulo, na lengo kuu lake lilikuwa kuwaimarisha waumini katika imani yao. The first vision ama ile lengo ambalo Paulo alikuwa anataka katika kitabu hichi cha Waefeso ilikuwa kuwaimarisha waumini katika imani yao. Na jambo la pili, kusudi la pili la Paulo ilikuwa kueleza asili la kusudi la kanisa. Kueleza asili na kusudi la kanisa. Kwa hivyo siku ya leo ningependa tuweze kujifunza kuhusu maisha mpya na Mungu. Kwa hivyo kuna viwango ambavyo sisi kama Wakristo tunapitia. There are steps that we go through as Christians so that we can reach a state that we say we are now enjoying the newness of life with God. Kwa hivyo katika kitabu hichi cha Waefeso mlango wake wa 2 mstari wa 1 mpaka wa 10, kuna mambo ambayo Paulo aliweza kuandika na aliweza kugawa maisha yetu katika ile tunasema the past life ama maisha ya zamani. Alafu anasema zile vitu ambavyo tulistahili kufua, na pia anasema kwamba baada ya sisi kutoka katika ile maisha ya zamani, kuna mambo ambazo tulistahili kufua
baada ya kufua hayo mambo, tulistahili kutembea nuruni, na baada ya hapo kuna mambo muhimu kuhusu wokovu ambayo ningependa tuweze kujifunza siku ya leo. Kwa hivyo, maisha yetu ya zamani, ningependa wewe kama Mkristo uweze kufungua ile picha yako ya maisha ya kitambo kabla hujampokea Yesu Kristo kwa maisha yako, kwa mwokozi wa maisha yako. Mimi nikiweza kumbuka katika maisha yangu, kuna mambo ambayo nilikuwa nikifanya katika maisha ya zamani. Na Paulo anasema ya kwamba tulikuwa wafu katika makosa ya dhambi. Katika mstari wa 1 anasema tulikuwa wafu katika makosa ya dhambi. Dhambi tulikuwa tukitimiza ile dhambi ya ulimwengu. Tulikuwa maisha ya ulimwengu. Mkristo mwingine atasema kwamba kitambo nilikuwa nafanya jambo fulani. Nilikuwa mlevi, nilikuwa mwenye kufuta sigara, nilikuwa mwenye napenda umbea, napenda fitina, mambo yote. Yale ambayo ya dhambi ama yale yalikuwa maisha ya zamani. Our past life. Na pia anasema kwamba katika maisha ya zamani tulitimiza tamaa ya asili ya dhambi na mawazo. Yaani katika mawazo yetu ilikuwa inawasa dhambi, na tulikuwa tunatimiza tamaa ya dhambi. Haikuwa ile tamaa ambayo ilifaa mbele ya Yesu Kristo. Jambo la tatu ambalo alisema ni kwamba katika mlango wa 5 mstari wa 8 alisema ya kwamba tulikuwa giza. Yaani maisha ya kitambo tulikuwa giza. Na ndiyo maana tukatoka kwenye giza tukakuja kwenye mwangaza. Ni mambo matatu ambayo yametumiwa kuashiria maisha yetu ya kitambo. Jambo la kwanza ni kwamba tulikuwa wafu. Yaani tulikuwa wafu katika makosa na dhambi. Jambo la pili anasema kwamba tulitimiza tamaa ya asili ya dhambi na mawazo. Yaani mawazo yetu ilikuwa inafikiria dhambi katika maisha yetu ya zamani. Na pia anasema kwamba tulikuwa gizani. Yaani tulikuwa giza, we were blinded. Hatukuwa tunajua jambo ambalo tulikuwa tunafanya. Katika mlango wa 5 mstari wa 8. Lakini ni ukweli ya kwamba tulikuwa kwenye giza. Na kuna mambo ambayo tulikuwa tunafanya, tulikuwa kwenye wafu. Lakini kwa hivyo ni nini ambavyo tulistahili kufua? Kwa sababu ni mambo mawili tofauti. Giza na nuru haziendani. Kwa sababu unapotoka kwenye giza uingie kwenye nuru, mambo mengi yanabadilika. Na siku moja niliweza kujaribu kufanya practical moja. Nikaenda room ambayo kulikuwa na giza, na nikaenda na torch nikawasha. Nilipofika mahali pale, giza ikapotea. Na nikajifunza ya kwamba kumbe giza na nuru haiwezi endana. Kuna mambo ambayo tulistahili kufua kama sisi wa Kristo tulipompokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Jambo la kwanza ni mwenendo wa zamani. Mwenendo wa zamani, yale mambo ambayo tulikuwa tunafanya. Katika Waefeso, kitabu cha Waefeso mlango wa 5 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, kitabu cha Waefeso mlango wake wa 4 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, mlifundishwa kufua mwenendo wenu wa zamani, utu wenyu wa kale ulioharibiwa na tamaa zake za udanganyifu. Kwa hivyo tulistahili kufua mwenendo wa zamani, utu wetu wa zamani, vile mambo ambavyo tulikuwa tunafanya zamani. Hata jinsi ambavyo wewe Mkristo ulikuwa unaishi na Wakristo binadamu wenzako, unastahili kufua. Kama ulikuwa mtu mwenye kupenda hasira, ulistahili kuacha hasira ulipoingia kwenye mwangaza. Kama ulikuwa na uwizi, ulistahili kuacha wizi ulipoingia katika maisha ya Ukristo. Jambo la tatu ambalo tunastahili kujifunza kuhusu wokovu ni kwamba kuna mambo tu manne ambayo yanahusu wokovu. Ya kwamba tuliokolewa kwa neema, si kwa sababu ya matendo yetu mazuri. Tuliokolewa kwa neema. Sisi hatukustahili hata kuokolewa, lakini Yesu Kristo akatuokoa. Katika mstari wa 5, Paulo anasema ya kwamba, katika mstari wa 5 anasema kwamba hata tulipokuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu, alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo. Yaani mumeokolewa kwa neema.
Kwa hivyo Wakristo tumeokolewa kwa neema. Hatukustahili kuwa tumeokolewa, lakini Yesu Kristo kwa neema yake aliweza kutuokoa. Jambo la pili, tulikombolewa kwa njia ya imani, sio matendo mema. It is by faith that we are saved today. It is not because of the good deeds. It is not because we are giving charities. It is because of the grace of God that God saved us. We didn't deserve to be saved, but it is because of God. Jambo la mwisho, wokovu huambatana na matendo mema. Kwa hivyo Wakristo, katika maisha yetu ya Kristo, unaposimama na kusema ya kwamba mimi nimeokoka, Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yako, wacha matendo yako mema, wacha Ukristo wako uweze kuonekana. Kile jambo ambalo unasema, wacha uonyeshe katika matendo. Na tunasema kwamba baada ya hapo tutasema kwamba umetimiza kusudi la Mungu katika maisha yako. Kwa hivyo nasema ni asante sana, na nasema wacha Mungu aweze kubariki, kwa sababu ninapowaona mkiwa hapa, naomba ya kwamba muweze kuishi maisha mpya ya Mungu, na muweze kutimiza yale mambo ambayo tumesema, ambayo kutoa ile mwenendo wa zamani, kutoa ule utu wetu wa zamani, kutoa tamaa za udanganyifu ambazo tulikuwa nazo, na Bwana aweze kubariki. Baba wetu uliye juu mbinguni, tunakuja mbele zako wakati huu. Bwana, tunasema ni asante kwa sababu umenena pamoja nasi. Bwana, utuweze kusaidia ili tuweze kuishi katika maisha ya nuru bali sio giza. Na tuweze kuacha ile mwenendo wa zamani. Na sifa na shukrani zitakurudia. Naomba haya nikiamini kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Barikiwe sana.